Hujambo mtazamaji, kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa. Hii ni Nuru ya Mashariki tuliokuandalia hii leo. Sekta ya viwanda vidogo China yaonyesha ukuaji mara mwaka huu. Shanghai yaibuka kitovu cha ubunifu na teknolojia janja China, na China yazindua drone ya kwanza ya mizigo ya tani 7. Kwa hizi na habari nyinginezo nyingi, jumuika nami Khamis Darwesh. Sekta ya viwanda vidogo nchini China imeanza mwaka kwa kasi kubwa, ikiashiria kuongezeka kwa mahitaji ya watumiaji pamoja na mafanikio ya sera za serikali za kuimarisha uchumi. Ukuaji huu pia unaonyesha kuimarika kwa mazingira ya biashara pamoja na juhudi za muda mrefu za serikali katika kuchochea uzalishaji wa ndani, hali inayotarajiwa kuendelea kuimarisha mchango wa sekta hiyo katika ukuaji wa uchumi wa taifa hilo. Simi Wanjala anakamilisha taarifa hiyo. Kwa mujibu wa takwimu za Baraza la Taifa la Viwanda Vidogo nchini China, uzalishaji wa thamani ulioongezwa katika sekta hiyo kwa makampuni makubwa uliongezeka kwa 7% katika miezi miwili ya kwanza ya mwaka. Hii ni ongezeko la 1.7% ikilinganishwa na mwisho wa mwaka uliopita. Kati ya bidhaa kuu 91 za viwanda vidogo, bidhaa 69 zilirekodi ongezeko la uzalishaji. Sekta za samani za plastiki na utengenezaji wa betri ziliongezeka kwa ukuaji wa zaidi ya 20%. Katika soko la watumizi wa bidhaa mbalimbali, sera mbalimbali za kuchochea matumizi zinaendelea kuleta matokeo chanya. Miongoni mwa hatua hizo ni kuendelezwa kwa mpango wa kubadilisha bidhaa za zamani ulioanza mwaka 2024. Mpango huo umechangia mauzo ya jumla ya yuan bilioni 323 ambayo ni sawa na takriban dola za Marekani bilioni 46 mwaka huu, huku vifaa vya kisasa vya nyumbani na miwani ya kidijitali vikiashiria mauzo makubwa. Aidha, mauzo ya rejareja katika makundi 11 ya bidhaa za viwanda vidogo yalizidi yuan trilioni 1.5 katika kipindi cha Januari hadi Februari, ikiwa ni ongezeko la 9.3 mwaka hadi mwaka. Sekta ya usindikaji wa bidhaa za kilimo pamoja na sekta za ngozi na karatasi zilirekodi ongezeko la zaidi ya 10% katika uwekezaji. Mauzo ya betri na vifaa vyake nje ya nchi yaliongezeka kwa 42%, ishara ya kuimarika kwa ushindani wa bidhaa za China katika soko la kimataifa. Mnamo Septemba mwaka jana, China ilitangaza mpango wa miaka miwili wa kuimarisha ukuaji wa sekta ya viwanda vidogo kwa mwaka 2025-2026. Mpango huu unajumuisha majukumu 15 yakilenga kuboresha uzalishaji, kuongeza matumizi, kuimarisha ushindani wa kimataifa na kukuza maendeleo endelevu ya sekta hiyo. Waangalizi wa kimataifa wameisifu Shanghai New Area iliyoko kaskazini mwa China kama kitovu kipya cha ubunifu na teknolojia janja, wakati eneo hilo changa la kitaifa likiadhimisha miaka 9 tangu kuanzishwa kwake Aprili mosi. Jacob Mogoa anaripoti zaidi. China ilitangaza rasmi mpango wa kuanzisha Shanghai Aprili 1 mwaka wa 2017 kwa lengo la kupunguza mzigo wa shughuli zisizo za msingi kutoka mji mkuu Beijing, na wakati huo huo kuharakisha maendeleo ya pamoja katika ukanda wa Beijing, Tianjin na Hebei. Miaka 9 baadaye, mafanikio makubwa yameonekana. Makao makuu 8 ya mashirika ya serikali kuu tayari yamehamishiwa katika eneo hilo lililopo takriban kilomita 106 kusini magharibi mwa Beijing. Hatua hiyo imechochea ukuaji wa sekta muhimu kama anga, teknolojia ya habari na mtandao wa satellite, na hivyo kuunda mkusanyiko mkubwa wa viwanda vya kisasa. Shanghai for me is the laboratory where the China test green, low carbon, smart solution and their scale. We really want cooperate with Shanghai. Kwa mujibu wa takwimu, uwekezaji wa jumla umevuka yuani trilioni 1 sawa na dola za Marekani bilioni 139, huku zaidi ya majengo 5,300 yakiwa yamekamilika, ishara ya kasi kubwa ya maendeleo ya miundombinu. It is my first time in Chang'an, and I must say when I look at the city, I see that it was planned looking at the future. So the city for me signifies
what does it mean to really think ahead, not just in the next 2 years, but really in the mid to long term. Maendeleo ya Xiong'an yamevutia kwa kiasi kikubwa macho ya kimataifa, yakionyesha uwezo wa China katika kupanga na kujenga miji ya kisasa yenye kuzingatia teknolojia na maendeleo endelevu. The Xiong'an district is an example of the modern face of China. That is bringing smart technology, that is bringing a smart neighborhood as well. And this is one of the things that we look also with optimism that it will bring more success stories to the rest of the world. Mkoa wa Guangdong kusini mwa China unashuhudia ongezeko kubwa la watalii kutoka nje pamoja na shughuli za kibiashara kufuatia kupanuliwa kwa sera za kuingia bila visa. Huyu hapa Tom Wanjala na maelezo zaidi. Katika mji wa Shenzhen unaopakana na Hong Kong, zaidi ya wageni milioni 2 wamevuka mipaka kwa njia ya nchi kavu tangu mwanzo wa mwaka huu. Idadi hii imefikiwa siku 20 mapema kuliko mwaka jana, ikiwa ni ongezeko la zaidi ya 30%. Wageni wanaoingia bila visa wamefikia takriban watu 1597, ongezeko la 52%, na sasa wanachangia takriban 60% ya wageni wote wa kigeni wanaoingia nchini China mwaka huu. Katika kituo cha mpaka cha Futian, njia maalum ya kielektroniki imeanzishwa ili kurahisisha ukaguzi wa wageni. I think it's a great convenience not to apply for a visa and just come in on just a passport. Kuwa wa haraka zaidi. I live in Hong Kong and I have filled out the online declaration and it was very easy. Mbali na kurahisisha kuingia, sera mpya za kurejesha kodi zimevutia watalii wengi zaidi kuja kununua bidhaa za kisasa jijini Shenzhen kama droni, roboti, saa janja na miwani ya akili bandia. You can order your coffee with a drone, you can ride a car without a driver. You can see the cutting edge technology, obviously, and AI as well. So I'm very impressed with Shenzhen. I think this is one of the leading cities, not just in China, but globally. Wakati huo katika mji wa Guangzhou, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Baiyun umeshuhudia ongezeko la wasafiri, ukifikia takriban safari milioni 5 za kuvuka mipaka mapema kuliko mwaka jana. Zaidi ya wageni milioni 1.9 ni wa kigeni, huku wanaoingia bila visa wakiongezeka kwa 75%. Bandari ya Nansha nayo imeboreshwa kwa mfumo wa kisasa wa ukaguzi unaopunguza muda wa kuhudumia meli na kuongeza ufanisi wa shughuli za kila siku. Guangzhou sasa inajiandaa kupokea wageni wengi zaidi kuelekea maonyesho makubwa ya biashara ya kimataifa ya Canton Fair yatakayofunguliwa Aprili 15, yakitarajiwa kuvutia washiriki kutoka kote duniani. Shirika la takwimu duniani WDO lilianzishwa rasmi Beijing siku ya Jumatatu, likiwa hatua muhimu kuelekea ushirikiano wa kimataifa katika maendeleo na usimamizi wa data. Takriban watu 500 walihudhuria mkutano wa uzinduzi wa WDO, wakiwemo wawakilishi wa wanachama wa shirika hilo, wanasayansi na wataalamu wa teknolojia kutoka China na kimataifa, maafisa wa serikali pamoja na viongozi wa mashirika ya kimataifa. Hii hapa ripoti niliyoiandaa. Kama chombo cha kitaaluma kisicho cha kiserikali na kisicho cha faida cha kimataifa kilichoanzishwa kwa hiari na taasisi na watu binafsi wanaohusika na sekta ya data duniani, WDO inalenga kutoa jukwaa la ushirikiano wa kimataifa wa data linalolenga vitendo, sekta ya viwanda na lililoundwa kwa ajili ya majadiliano na ushirikiano wa wadau mbalimbali. Data can drive innovation, strengthen policy making, and accelerate scientific progress, but only if access is equitable and capacity is built where it is needed most. Miundombinu ya kidijitali ya China imepiga hatua kubwa. Kufikia katikati ya mwaka 2025, nchi hii ilikuwa imejenga zaidi ya vituo vya msingi vya 5G milioni 4.8, huku uwezo wake wa kompyuta ukiwa wa pili duniani. We make cell phone chipsets, so we're very interested in
data in China, especially with making sure that 5G and then looking forward to 6G networks are done really well. Having the opportunity to have secure and rule-based data system is very important. So I think establishing World Data Organization is a good one. Makao makuu ya WDO yapo Beijing na ni shirika la kwanza la kimataifa la kitaaluma linalolenga kuendeleza maendeleo na usimamizi wa data. Inatarajiwa kwamba kufikia mwaka 2030 shirika hili litakuwa jukwaa lenye ushawishi mkubwa wa kimataifa na kitovu kinachoaminika katika sekta ya data. China imepiga hatua mpya katika teknolojia ya usafirishaji wa anga baada ya kuzindua droni kubwa ya kubeba mizigo yenye uwezo wa tani 7. Ubunifu huu unatarajiwa kubadilisha sekta ya usafirishaji na ugavi, hasa katika maeneo ya mbali na huduma za dharura. Ronald Mutia anaripoti. Droni ya kwanza ya China ya kubeba mizigo yenye uzito wa tani 7 iitwayo Chanying 8 ina uwezo mkubwa katika matumizi mbalimbali. Droni hiyo ilikamilisha safari yake ya kwanza kwa mafanikio siku ya Jumanne katika jiji la Shenzhou, mkoa wa Henan, katikati mwa China. Kampuni ya Northern Changying UAV Technology ilitengeneza droni hiyo kwa kujitegemea. Hii ndiyo droni kubwa zaidi ya mizigo duniani iliyowahi kufanikisha safari yake ya kwanza ya majaribio. Wataalam wanasema kuwa kwa sasa usafirishaji wa mizigo kwa kutumia droni katika anga za chini nchini China unategemea zaidi droni ndogo na nyepesi, huku kukiwa na pengo kubwa katika usafirishaji wa mizigo mikubwa kwenye njia kuu na uhamishaji wa mizigo mizito kwenye njia za usambazaji. Sai Anchin, mwenyekiti wa kampuni iliyotengeneza droni hiyo, anasema kwamba wanaongezea juhudi za kuitangaza droni hiyo sokoni. One of our strengths is that we are currently exploring future commercial applications with both domestic and international clients. Our end goal is to establish regular commercial transport routes and bring it to market as soon as possible. Anchin anasema kwamba Chanying 8 ina masoko matatu makuu ya baadaye ambayo ni usafirishaji wa biashara mtandaoni ndani ya nchi na katika maeneo ya kikanda, usambazaji wa bidhaa na uhamishaji wa mizigo kwenye njia kuu. Kupitia mfumo wa kubadilisha vipengele, injini za droni hiyo zinaweza kubadilishwa kwa haraka ili kukidhi mahitaji ya hali tofauti. The upper section features a modular pod. This design is primarily intended to allow us to swap out the engine for different models or configurations in the future by simply replacing the engine unit itself. With an operational range of 800 to 1,500 kilometers, it can operate continuously 24/7. Kiwanda cha mnara wa taa cha Global Lighthouse Network GLN nchini China kinaendelea kuboresha uzalishaji wake ili kuongeza ufanisi na kukidhi mahitaji ya oda katika sekta ya nishati ya upepo. Zakia Pong anatufahamisha zaidi kwenye sehemu yetu ya Ifahamu China. Ujambo na karibu katika kipindi cha Ifahamu China. Mimi ni Zakia Peng. Kiwanda cha mnara ya taa cha Global Lighthouse Network kinachozalisha mapanga boe ya mitambo ya umeme wa upepo katika mkoa wa Hunan nchini China kinaboresha utengenezaji wa bidhaa zake ili kuongeza ufanisi na kukidhi oda. Kiwanda hicho, kiwanda cha nishati endelevu cha Sani katika mji wa Shaoshan wa Hunan, kinatambuliwa kama kiwanda cha kwanza cha mnara ya taa duniani katika sekta ya nishati ya upepo. Kiwanda hicho kilianzishwa wakati jukwaa la uchumi ulimwenguni likiungana na kampuni ya McKinsey mwaka 2018 ili kutambua viongozi wabunifu zaidi katika uzalishaji. WEF inautambua mtandao wa GLN kama jumuiya inayobadilisha shughuli za kiwanda cha mnyororo wa thamani na teknolojia za mapinduzi ya 4 ya viwanda. Na kila mwanachama bila shaka ni mahiri katika tasnia yake. Hivi sasa kiwanda cha Shaoshan kinaweza kuzalisha makanga boy yenye urefu wa hadi mita 118 kwa pamba boy moja yenye urefu wa mita 100. Muda wa uzalishaji umepunguzwa kutoka wastani wa zaidi ya saa 40 hadi saa 30.
huku kukiwa na mwelekeo wa sasa kuelekea kutengeneza mitambo mikubwa ya upepo. Urefu wa Mapamba Boy kwa sasa umezidi mita 100. Zaidi ya kasi ya uzalishaji, ufanisi, uzito na usahihi pia vimeongezeka. Mahitaji magumu ya vifaa na michakato pia kuinua mahitaji ya mabadiliko ya sekta hii kwenye utengenezaji wa Mapamba Boy hayo kwa teknolojia ya kisasa. Kutokana na hali hiyo, kiwanda hicho kimeweka jukwaa la kidijitali kufuatilia shughuli zote za kiwanda na data za uzalishaji kwa wakati halisi. Ripoti ya utafiti ya Morgan Stanley inaonyesha kuwa katika miaka ya hivi karibuni, uwezo wa kukamilisha Pangaboy moja la upepo wa China umedumisha ukuaji wa haraka. Ongezeko la uzalishaji la mwaka linakadiriwa kuwa takriban gigawati 106. Haya, kwa leo kipindi hiki kinaishia hapa. Katika kipindi kijacho nitaendelea kukuletea mambo mengine yanayovutia kuhusu utamaduni na jamii ya China. Asante kwa kuwa nami. Mimi ni Zakia Peng. Kwa heri. Na mtazamaji, sasa ni wakati wa sehemu yetu ya Jifunze Kichina. Katika sehemu hii tunawaletea masomo ya lugha ya Kichina hatua kwa hatua kwa njia rahisi na ya kuvutia. Karibu tujifunze pamoja. Mambo, karibu katika darasa la Kichina la YCT. Somo la YCT ni mfumo wa mafunzo ya lugha ya Kichina unaoongoza watoto kujifunza Kichina kwa ufanisi na kuinua kiwango chao cha uelewa wa lugha ya Kichina kwa pande zote. 第二课，你叫什么？ Sasa tutajifunza maneno mapya. Tafadhali soma baada ya sauti zilizorekodiwa. 我不很叫他妈什么认识高兴。 Kinachofuata tuangalie matumizi ya maneno haya. 我叫星星。 我叫星星。 叫。 我叫月月。 我叫月月。 什么？ 你叫什么？ 你叫什么？ 认识。 我认识你。 我认识你。 很好。 高兴。 很高兴。 他。 我认识他。 妈。 你认识他吗？ 你认识他吗？ 不认识。 Kulinganisha. Fuata vidokezo ili kuchagua pinyin sahihi kwa maneno yafuatayo ya Kichina. Ikiwa jibu ni sahihi, muunganiko utafanikiwa. Wacha tuone kama unaweza kujibu kila kitu kwa usahihi. 我叫他不很吗？
你。我叫他不很吗？你。Teleprompter. Hii ni teleprompter. Itakaposimama, herufi ya Kichina itatokea. Tafadhali isome. Hebu tuone kama unaweza kusoma herufi ngapi. 什么？ 认识。高兴。 再见。 老师。 Kazi ya nyumbani ya leo ni kusoma maneno mapya. Kesho tutaendelea kucheza michezo ya maneno. 再见。 Naam, ni hulka ya kimaumbile kwamba kila kilicho na mwanzo hakikosi kuwa na mwisho wake. Na kufikia hapa, mtazamaji, sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha Nuru ya Mashariki kwa siku ya leo. Lakini kabla sijaondoka, chukua hii. Unapowasha taa kwa ajili ya mtu mwingine, ujue pia inaangazia njia yako pia. Ukarimu unaofanyia wengine unakuwa nuru inayokuongoza nyumbani. Mimi ni Khamis Darwesh. Maasalam. Kwa taarifa zaidi kuhusu China, unaweza kutembelea tovuti ya CRI Kiswahili na marafiki_CN kwenye Facebook. Pia unaweza kupakua app ya Cheche kwenye Google Play na Palm Store.